Tuanzie moja kwa moja na mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Mzozo katika Ghuba ya Uajemi unaendelea kuzua wasiwasi mkubwa duniani, huku Marekani na Iran zikiendelea kubadilishana vitisho hadharani na hatua za kijeshi zinazotishia usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Haya yanajiri huku Marekani ikishinikiza kuundwa kwa muungano mpya wa kimataifa ili kurejesha usafirishaji wa kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, na huku mazungumzo na Teheran yakiwa bado yamekwama. Saumu Njama na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa gazeti la Wall Street Journal la Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetuma waraka wa ndani kwa mabalozi wake duniani ikiwataka wanadiplomasia kushawishi serikali mbalimbali kujiunga na Maritime Freedom Construct, muungano unaoongozwa na Marekani kwa ajili ya kushirikiana taarifa, kuratibu diplomasia na kutekeleza vikwazo. Iran imekuwa ikitumia udhibiti wake wa mlango bahari wa Hormuz, njia nyembamba inayopitisha takriban humusi ya mafuta yote yanayosafirishwa duniani, kama njia ya kulipiza kisasi baada ya kushambuliwa. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mzingiro wa kijeshi wa Marekani katika bandari za Iran utaongeza machafuko katika Ghuba na hautafanikisha malengo yake. Katika taarifa yake amesisitiza kuwa mzingiro wa baharini ni kinyume na sheria za kimataifa na umeshindwa hata kabla haujaanza. Mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Iran Mohsen Rezai alirudia onyo hilo kupitia televisheni ya taifa, akisema Iran haitavumilia mzingiro huo na kwamba endapo Marekani itaanzisha duru mpya ya mapigano inaweza kujikuta meli zake zikishambuliwa na wanajeshi wake wakiathirika. Haya yanajiri huku waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akikabiliwa na wabunge wa chama cha upinzani cha Democratic kuhusu vita vya Iran katika ushahidi wake wa kwanza mbele ya bunge tangu Rais Donald Trump alipoanzisha vita hivyo miezi miwili iliyopita. Akihojiwa mbele ya kamati ya bunge inayohusika na masuala ya kijeshi, Hegseth aliulizwa maswali kadhaa ikiwemo gharama za vita hivyo na ikiwa alizingatia hatari ya Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz. Akitetea hoja zake, Hegseth amesema kile wanachofanya sasa kimsingi ni uharamia, ni kitendo cha kigaidi, ni tishio kwa usafirishaji wa kimataifa, na mzingiro wetu unaonyesha ulimwenguni kwamba sisi ndio tunaudhibiti mlango huo. Na ningeliuliza kamati hii, juhudi hizi zingekuwaje kama Iran ingekuwa na silaha za nyuklia? Fikirieni, kama Iran ingekuwa na uwezo wa nyuklia, jinsi ingelitumia hilo kuimarisha faida zake kupitia makundi yanayosaidia na kufadhili ugaidi wa kimataifa. Kwa sasa juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Pakistan zinaendelea, lakini mazungumzo yamekwama. Wakati huo Marekani inakabiliwa na shinikizo la ndani kutokana na kupanda kwa bei za mafuta na gharama kubwa za vita ambazo zimefikia takriban dola bilioni 25. Huku pande zote mbili zikiendelea kubadilishana vitisho, hatma ya mlango bahari Hormuz na usalama wa nishati duniani inasalia kutegemea uwezo wa diplomasia kushinda kasi ya mzozo unaoendelea. Mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP umeonya kwamba vita hivyo ambavyo pia vimesababisha kupanda kwa bei ya mbolea vinaweza kusukuma zaidi ya watu milioni 30 duniani kuingia katika umaskini. Nam, ni taarifa yake Saumu Njama kuhusiana na vita hivyo vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Nitumie ujumbe wako kupitia Facebook, YouTube na vile Instagram kuhusiana na taarifa hii na nyingine unazoendelea katika matangazo haya. Tukisonga mbele, zaidi ya nusu ya mataifa na maeneo duniani sasa yamo katika makundi ya mazingira magumu au hatari sana kwa uhuru wa vyombo vya habari, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya miaka 25 ya tathmini hiyo. Na haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na shirika la waandishi wasio na mipaka RSF. Kwa mujibu wa faharasa ya kila mwaka ya uhuru wa vyombo vya habari, ni nchi 7 pekee zilizokadiriwa kuwa na mazingira mazuri kwa waandishi habari, zikichukua takriban 1% tu ya idadi ya watu duniani. Tatu Karema na zaidi juu ya hilo. Faharasa hiyo ilitathmini nchi na maeneo 180 kwa kuzingatia vigezo vya usalama, muktadha wa kisiasa, mfumo wa kisheria pamoja na hali ya kiuchumi na kijamii inayoathiri uhuru wa vyombo vya habari. Ripoti hiyo imetaja miongoni mwa sababu za kudorora kwa uhuru wa vyombo vya habari kuwa ni mashambulizi ya kimfumo dhidi ya wanahabari yanayohusishwa na Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na hali ya ukandamizaji katika baadhi ya nchi ikiwemo Saudi Arabia.
Aidha, RSF imesema wastani wa viwango vya uhuru wa vyombo vya habari duniani haujawahi kushuka kwa kiwango cha chini kama ilivyo sasa, huku idadi ya watu wanaoishi katika nchi zenye mazingira mazuri ikishuka kutoka 20% hadi chini ya 1%. Ni nchi 7 tu kaskazini mwa Ulaya zikiongozwa na Norway ndizo zilizo katika kundi hilo. Marekani ambayo tayari ilishuka kutoka kundi la hali ya kuridhisha hadi yenye changamoto mwaka 2024 wakati wa kuchagulia tena kwa Rais Donald Trump, imeendelea kushuka kwa nafasi 7 hadi kufikia nafasi ya 64. Alexandra Belakovska, msimamizi wa ofisi ya utetezi ya RSF katika kanda ya Asia na Pasifiki, amesema viwango vya jumla vimeendelea kushuka mwaka 2026, huku akisisitiza kuwa uhuru wa vyombo vya habari haupaswi kuchukuliwa kama ruhusa ya matumizi holela ya vyombo hivyo. Press freedom does not mean... haimaanishi kwamba wamiliki wa vyombo vya habari ama makundi yanayomiliki vyombo vya habari yana haki ya kutumia vyombo vya habari kwa njia yoyote wanayotaka kwa manufaa yao binafsi. Huu sio uhuru wa vyombo vya habari. This is not press freedom. RSF pia imeeleza kuwa Rais wa Urusi Vladimir Putin ameendelea kutumia sheria zinazolenga ugaidi, kujitenga na itikadi kali kama njia ya kudhibiti uhuru wa vyombo vya habari nchini Urusi. Kufikia Aprili mwaka huu 2026, waandishi 48 walikuwa wanashikiliwa gerezani nchini humo. Kwa upande wa mabadiliko ya viwango, Niger yenye utawala wa kijeshi ndiyo iliyoonyesha kushuka kwa kasi zaidi mwaka 2026, ikiporomoka kwa nafasi 37 hadi kufikia nafasi ya 120. Hali hiyo inaakisi kupungua kwa uhuru wa vyombo vya habari katika ukanda wa Sahel. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa mazingira ya kisheria ndiyo yaliyoathirika zaidi mwaka huu, huku uandishi wa habari ukiwekewa vikwazo kupitia sheria zinazotajwa kulenga kupambana na ugaidi au kulinda usalama wa taifa. Kwa ujumla, nchi 19 zilizoongoza zote zilitoka Ulaya. Miongoni mwa hizo, Ujerumani ilishika nafasi ya 14 ikishuka kwa nafasi 3 ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku ikiendelea kubaki katika kundi la kuridhisha. RSF imebainisha pia kuwepo kwa mazingira magumu zaidi kwa waandishi wa habari nchini Ujerumani, yakiwemo unyanyasaji mtandaoni, vitisho, kampeni za kukashifu na kuongezeka kwa hali ya kutoaminiana. Aidha, imeonya kuwa waandishi wa habari wanaoripoti masuala nyeti kama siasa za mrengo mkali wa kulia au vita vya Gaza wanazidi kukabiliwa na shinikizo, mijadala mikali ya umma na hofu ya kulengwa hadharani. Nam ni taarifa yake Tatu Karema, saa 6:14 hapa Bonn, Ujerumani. Bado naendelea kusikiliza DW. Viongozi wa afya Afrika wanasema kupunguzwa kwa misaada ya Marekani ni fursa ya kujitegemea, wakisisitiza kuwa ni wakati sasa kwa bara hilo kuimarisha uhuru wa afya na ufadhili wa ndani. Wameyasema hayo katika mkutano wa kimataifa wa afya uliofanyika mjini Nairobi na kuhudhuriwa na mawaziri na wataalamu wa afya kutoka kote barani humo. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Mkutano huo wa siku 3 uliofanyika Nairobi umewaleta pamoja mawaziri 15 wa afya kutoka Afrika pamoja na maelfu ya washiriki kutoka asasi zisizo za kiserikali na taasisi za kitaaluma. Kauli mbiu kuu ya mkutano huo ni uhuru wa afya, unaolenga kuhamasisha nchi za Afrika kuchukua udhibiti wa mifumo yao ya afya badala ya kutegemea wafadhili wa nje. Viongozi wa World Health Summit wamesema mfumo wa misaada uliopo kwa muda mrefu umepitwa na wakati na haukidhi mahitaji ya sasa ya bara hilo. Kupunguzwa kwa misaada kutoka mataifa ya magharibi, hasa uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kufuta shirika la misaada la USAID, kumeibua mjadala mkubwa, lakini pia kuonekana kama fursa kwa baadhi ya Waafrika. Mwenyekiti mwenza wa mkutano huo, Lukoye Atwoli, alisema mfumo wa misaada uliotegemea dhana ya dawa duni kwa watu masikini umefikia mwisho wake. One of the biggest problems with the design of health systems in Africa. Moja ya matatizo makubwa zaidi katika muundo wa mifumo ya afya barani Afrika ni kwamba iliundwa kwa dhana kwamba watu wa bara hilo ni maskini, na kwa hiyo hawawezi kumudu huduma na tiba za ubora wa juu zinazotegemea ushahidi wa kisayansi. Hali hii ilisababisha kuanzishwa kwa mfumo ambao mimi nauita tiba duni kwa watu maskini. A system that I call poor medicine for poor people.
Alisema baadhi ya nchi kama Kenya tayari zimeanza kuboresha mifumo yao ya afya kupitia bima na miundombinu ya kisasa licha ya changamoto zilizopo. Rais wa mkutano huo Axel Price aliongeza kuwa kupunguzwa kwa misaada ni onyo la pili baada ya janga la COVID-19 ambapo Afrika ilichelewa kupata chanjo. Akasisitiza umuhimu wa ufadhili wa ndani na kuachana na mfumo wa wafadhili na wapokeaji misaada ambao umechukuliwa kuwa wa zamani. We are again in a very dramatic time. We don't have the virus, but we have a political virus. Tuko tena katika kipindi cha mabadiliko makubwa sana. Hatuna tena virusi vya kiafya, lakini tuna virusi vya kisiasa. Na mabadiliko haya ya kisiasa yanabadilisha kabisa mtazamo wa jinsi mifumo ya afya inavyofadhiliwa. Hilo ni jambo moja. Pia kunahitajika ufadhili zaidi wa ndani. Na sote tunapaswa kuachana na mtazamo wa mfadhili na mpokeaji ambao sasa umepitwa na wakati. Which is much outdated. Hata hivyo viongozi hao hawakupongeza moja kwa moja hatua za Marekani, wakisema njia iliyotumika kukata misaada ilikuwa ya ghafla na yenye athari kubwa kwa watu wanaotegemea huduma muhimu za afya. Aidha, alionya kuhusu mwelekeo mpya wa Marekani wa kufanya makubaliano ya moja kwa moja na nchi badala ya kupitia taasisi za kimataifa kama shirika la afya duniani WHO. Baadhi ya nchi za Afrika zimeelezea wasiwasi kuwa makubaliano hayo yanaweza kusababisha matumizi ya data zao za afya bila manufaa ya moja kwa moja kwao. DW tunavuma